lakini you must invest for the future. Set aside at least 10% of your income. Guys, 10%, not a lot, at least. Ndio maana kwenye zile budgeting nimekuwekea 10% pale. Kuna 10 ya Mungu, kuna 10 ya emergency, 10 ya retirement. Au building your financial future. Just 10%. Now, piga hesabu kama unaweza. Mapato uliyoyapata tangu umeanza kufanya kazi, alafu piga 10% yake uone ungekuwa na shilingi ngapi sasa hivi. Bado hatujapigia hesabu interest you could have earned from different investments ambazo ungezifanya. Mimi nilivyoona hivyo nikasema I cannot do this anymore. Lazima nihakikishe najenga hii discipline. Na make sure zile pesa unazoziweka aside unazi-invest ili ziweze kuzaa. Don't just save to save. Save to invest. That money has to grow. Alafu make sure the return unayopata is better than inflation. The inflation rate according to BOT, nadhani ni ya mwezi June, is 3.6. Now, yawezekana wao wamereport 3.6, lakini the actual is more than that. Yawezekana, I don't know. Lakini if you have a savings account, a traditional savings account, ask yourself inakupa interest gani? Now, some of you here, najua kuna watu wa benki na kuna watu wanapenda bank. Now, if you're investing in a bank, make sure the interest kwenye hiyo product, interest ni kubwa than inflation. If it's not, then your money is going away. If it's not, your money is going away. I'm not against banks, natumia banks, lakini you have to know na benefit vipi from my banking. Banks wanauzaga bonds pia, nunua basi bonds. Banks wana FDR. Kama unataka kuinvest in a bank, look for a good FDR rate, alafu uinvest. Actually negotiate, especially kama una hela nyingi. Una uwezo wa ku negotiate. So the bank can be a very good place for you to invest, especially if you have hela nyingi. I have a story of a lady ambaye alipata mtoto kwa zamani, alafu bahati mbaya baba mtoto akafariki. So they got a small amount of money, I think ilikuwa kama almost milioni 1 hivi. So they took about 200,000 wakawekeza UTT, alafu they took kama 700,000 hivi ikaingia bank. And you know how bank accounts work, kwamba kuna monthly charges na nini hivyo. So 18 years later, that bank account is nowhere to be found. Nowhere to be found. Kwa sababu nadhani ikifika muda sijui wanazifanya nini, bankers watakuwa wanajua. The money is no longer there. The other one ambayo iko invested in UTT, it was less, 200,000, ilikuwa na over 2 million. So you have to be careful. Make sure your product really pays you, okay? And let that money compound. Tafundisha compound interest baadaye kidogo. Najua wengi hapa wasibu mnajua compound interest, at least mmejifunza shuleni. Ila nitaongea, najua kuna wengine labda sio wasibu hapa. Compounding maana yake iache ile hela iendelee kuzaa. Usitoe, usiwe na hiyo tabia ya kutoa, okay? So I love this quote. Inasema, invest in your future because it is where you're going to spend the rest of your life. Interesting, sio? You're not going to spend the rest of your life today or yesterday or this morning. It's in the future. So you must invest towards your future. But you also must plan for your retirement. Mwanzo niliuliza wangapi wamewahi kuwaza retirement, wakanyosha wachache. What is retirement to you? Nani aniambia haraka? What is retirement to you? Who can say? Washa mic niambie. What is retirement to you? Si tupo au tupo? Kama tupo tupunge jamani. Aha, okay, sawa. What is retirement to you? Who would like to share? Retirement ni nini kwako? Hatujui. Nimeona mkono pale. Kuna mic hapo kwako? Umeletewa mic Haya, rudia basi wengine wakusikie. Mimi nilikusikia lakini. Kwa uelewa wangu ni kwamba retirement ni pale ambapo
uwezo wako wa kugenerate income utakuwa umepungua. Kwa utakuwa hauko active kutaka kugenerate income, whether from employment or from your own business. Okay, asante sana. Now, swali la kujiuliza ni, what do you want to be doing at retirement? Yani, once you retire, what do you want to be doing? Wewe kama wewe. Kwa sababu most of the times when you are actively producing, you don't have enough time to enjoy the things that you love doing the most. Like traveling, hivyo kufanya hobbies. So, do you want to do those when you are not active? When you are not as strong? I would say no. You'd want to do them when you're energetic, when you're young. Yani unaweza kufanya vitu vingi. Ndio maana there are people that retire at 30, at 40, at 50. So retirement is not age. It's not age. Remove that from your mind. Retirement is a financial status ambao wewe utaidetermine. I hope you will do that today or in the course of you reflecting on the lessons ambazo umejifunza, over these few days. And you have to decide how much you want to retire with and when. The earlier you can retire, the better. The earlier you can retire, the better. Now, wakati unataka kuretire with how much, unaweza ukaanzia kwanza kwenye income yako unayoipata sasa. The minimum you should retire at is that. Yani uwe una uwezo wa kugenerate the same amount as your current income from passive investments. From investments ambazo zinakuingizia pesa bila wewe kujigusa. That should be your minimum target. If you can stretch yourself to bigger than that, even better. Kwa sababu you will get to enjoy a better life and take advantage of compounding. Maana yake anza mapema. You can do that from mutual funds, real estate, businesses, shares. Now I'm going to dive into those right now, okay? So save for retirement, and you have to do that from your first paycheck. Now, changamoto ni kwamba tulikuwa tujakutana before your first paycheck. Now, as you are listening to these tips, just know you're not listening for yourself. You're also listening for your children, for your family, for your friends, for your colleagues. Kwa hiyo, wewe una uwezo wa kuwa mwanga kwa watu wengine. Nilikuwa naongea na dada yangu Jane jana, nikamwambia sisi hatuwezi kumfikia kila mtu. Not possible. Lakini if each one of us hapa akiwafikia watu 5 from the changes ambazo yeye atazimake from the lessons alizozipata hapa, the world is going to be a better place. Now, sitaongea sana about UTT kwa sababu jana walifundisha na ninajua wapo na tutapata na maswali baadaye. I'll be able to answer some of the questions pia ya UTT. Lakini UTT is a government institution, you can really trust it and start investing there. Na watakupa interest nzuri ambayo iko compounded. They are managing over 1.5 trillion Tanzanian shillings. Si mchezo. But wana investors around 200,000 last time I checked. Inawezekana wameongezeka kidogo. 200,000 tu from the population ambayo tunayo hapa Tanzania. But one major thing ambayo utapata from UTT is compound interest. Now I know we know about compound interest, lakini kama nilivyosema awali, compound interest is you earning interest from the interest. Kwamba nimewekeza, nimelipwa interest. On the next term, napata interest from the original investment plus the interest ambazo nimezipata from the original investment. Okay? Now, tukifanya numbers waga saa ingine inakuwa changamoto. But nikiwekeza milioni 10 wakaniambia wananipa interest ya 10%, it means nitatengeneza interest ya shingapi? Milioni 1, sio? The next term nitatengeneza tena milioni 1, lakini hii milioni 1 niliyotengeneza from the first year itazaa pia 100,000. And then nitaenda zitaendelea kuongezeka, sio? Yani siwezi kuendeleza hiyo hesabu, nitashindwa hapo. But chukulia wanyama. Kama nina mbuzi wangu ambaye anazaa kila mwaka na katoto kake kanaanza kuzaa kuanzia mwaka wa kwanza na kanaendelea kuzaa kila mwaka, after 10 years nitakuwa na mbuzi 1024, binary sum hiyo. Lakini nikiwa na mbuzi wangu ambaye anazaa mbuzi dume kila mwaka,
na anaendelea kuzaa kila mwaka, kwa sababu mbuzi dume hazai, after 10 years nitakuwa na mbuzi 11, wale watoto 10 waliozaliwa na mama. So look at 11 verses 1024 and then resolve today to never invest somewhere that you're not going to get compounded interest. Now, compounding interest haiji tu kwenye haya masoko ya fedha. Compound interest also inakuja kwenye uwekezaji mwingine. Una nyumba za kupangisha. Wangapi tunapenda real estate hapa? You know you can practice compounding kwenye real estate. Maana yake kodi inayokuja usiile, reinvest it. Sasa wewe kodi imekuja, umekula. Matengenezo yenyewe yanaanza kuwa shida, inabidi uingie kwenye income nyingine ili ufanye matengenezo. Siku imekuja opportunity ya kuinvest more, you don't have money, you have to borrow somewhere. Kwa hiyo unajikuta unalipa riba huku unavuruga finances zako zingine. Reinvest that money, don't use it. Kuwa na mfuko, account, whatever kwa ajili ya that project. Ikija ingiza kule, usitumie. Ifanye projects zile za real estate too. Ukisoma kitabu kinaitwa The Richest Man in Babylon, which is a book ambao mimi imenisaidia sana kubadilika kwenye masuala ya fedha. If you read that book, atakwambia when you're investing alafu unapata interest, anasema your money is working for you. Sio, kwa hiyo anaterm your money as your slaves. They are laboring for you. Sasa your slaves wakizaa watoto, kama unawala wale watoto au unawaua wale watoto, it means ile manpower inapungua. You will never get that power ya compounding. So reinvest. Albert Einstein mwenyewe alisema compound interest is the 8th wonder of the world. Hiyo quote inaendelea inasema, he who understands it earns it, he who doesn't pays it. You pay it where? Kwenye madeni. Dada aliyekopa at 30%, $600,000 kila mwezi, analipa compounded interest. Lakini wewe ukielewa, you can invest and get the positive effects of compound interest. Huu ni mfano ambao unakuonyesha if you invest $100,000 kila mwezi kwa miaka 30. $100,000 tu kila mwezi kwa miaka 30. You will have $355 almost. Now, assumption ni you are getting 12% interest compounded every year, na the interest imebakia hapo hapo. Hiyo ndo assumption. But that interest can change, sio? Lakini tuna make assumption in terms tu ya kukuonyesha the power. Now, watu wengi ukimuonyesha the first year, the total investment ulioweka ni 1.2 million. Now you only got 80,000. So anasema yani Edmund mimi niwekeze yani mwaka mzima ambapo nipate 80,000. Jamani, $1.2 Wachaga mpo hapa. Unasema hiyo nikiizungusha hii jamani si nitapata mahela mengi. Kwa hiyo unasema mimi siwekezi. Edmund hii haina maana. Si ndio? Now this first year, wale mbuzi wangu wale mnawakumbuka, in the first year wote walikuwa na katoto kamoja. So kiangalia huku na huku no difference. But if you continue doing, eventually vitu vina grow hivyo. There are people here asking themselves, sasa Edmund mbona unaongelea miaka 30, what if I'm not here? Madam Zura, Mama Zura alisema, sio? What if the Lord blesses you with 50 more years? What if? So swali la kujiuliza, what if you are here 30 years from now and you didn't do this? And that's just $100,000. Some of you here can invest 100 not 100, actually 1 million, 2 million, 5 million a month. Some of you can do that here. What power do you have? Nitakuonyesha tools ambazo unaweza kuzitumia baadaye zikusaidie kugrow. So this is the power of compounding. Inahitaji uwe na patience. But ili uweze kufanikiwa kwenye hizi, unahitaji vitu vikuu vitatu: money, time and discipline. So many people, they fail to start because they think money is the first important resource that they need to have. It's not money. It's not money. Number one, you need to have discipline. Discipline is number one. Number two is time. Time maana yake ni start today. Naongea na watu wengi sana, but it's a shame unakutana na mtu ajaanza. UTT wamewambia pale, you can press nyota 150 nyota 82 reli ukafungua account hapo ulipo. Una uwezo kuanza kudeposit now hapo ulipo. But there are people I'll meet next year hawajafanya hiyo process.
Ambao bado unajiuliza hivi UTT kweli inalipa? Just open, put your money, utajua hapo mbele kidogo. Just do it. Usijiulize maswali mengi. Sisi tuliosoma saa nyingine waga tuna analyze sana. We analyze until we paralyze. Don't analyze too much. Take action. Sawa? So discipline is the bridge between your goals and accomplishment. Discipline. So in all honesty, wewe hakikisha unafanya hata kama ni kidogo kidogo, just do it. Let me show you the power of discipline and time. Now let's assume you want to retire, but you want to retire with $1 billion Tanzanian shillings invested in the money market huku. Because if you have $1 billion Tanzanian shillings in UTT at 12%, you are getting 10 million a month to live on. Now I don't know if that's much to you or little, wewe mwenyewe utadetermine. But assume you want to get to $1 billion. Na hapo utaona the power. If you want to get to $1 billion and you have 10 years to get to that $1 billion, all you need to put every month is 4.3 million around hapo. Total utakaokuwa umeinvest over time is 516 million. Interest would be around 483 hapo, almost 84 million. That's the interest ambao umeipata from the compounding. You have what? 10 years. Una muda mchache. So ukichelewa, you will have to do more to get to the same goal. Let me show you if you have double the time. Now, automatically kama tunajua hesabu, you are assuming kama nina double the time, I'll need to put half the money. Sindio? Now, look at what you need to put if you have 20 years. You only have to put $1 million. If you have 20, yes. If you have 30 years, all you have to put is 283,000, which you can do it for yourself, for your family. Yani unaweza kufanya kwa watu wengi sana. Because some of you mnatengeneza pesa nzuri sana. Now again, unaweza kaniuliza hilo swali tena, Edmund, mbona miaka 30, mbona ni mingi? Ask about your child. Imagine your child ana umri gani? 30 years from now atakuwa na umri gani? Imagine your child at your age. Yani unataka awe na nani gani? Okay? But you can also invest in the stock market. Najua hii ni sehemu ambayo watu wengi kiukweli hatuinvest, tunaiogopa na hatuielewi vile vile. Only 0.5% ya Watanzania wanawekeza kwenye stock market. Only 0.5% ya Watanzania. Very, very low number. But hisa hizi ni umiliki wa kampuni. Na unaweza kumiliki kampuni kwa kuianzisha au kwa kununua hisa kwenye soko la hisa. Na ukinunua hisa wanakupa voting rights. Mimi nina hisa za CRDB, so I can vote kwenye AGM za CRDB. One vote, one hisa, one vote. Na you can get advantages za capital gains. Yani umenunua hisa kwa bei ndogo, umekuja kuiuza kwa bei kubwa. Lakini bear in mind you can lose as well. And that's where watu wengi wanasemaga mimi sitaki kuwekeza kwenye hisa. But mainly it's because we don't have the knowledge. Lakini unaweza ukapata pia dividends. Dividends ni gawio la faida. Mwisho wa mwaka, when the company makes profits, they share some of the profits with their investors. And if you want to invest kwenye hisa, all you have to do is buy 10 shares. Just 10. Just 10. So you can even start by testing to see how things work. Just testing. Sababu only 10. Na kuna makampuni kadhaa ambayo yapo kwenye soko la hisa. Okay? Nimesikia kuna mtu from NMB hapa. We have NMB shares doing well. We have CRDB. We have Vodacom. We have all these companies. Which one do you love na unatumia services zake hapa? I know kuna watu tuna lines za Voda hapa. Kuna watu tuna bank na CRDB, tuna bank na NMB. But hivi umewahi kujiuliza kwamba why am I not owning part of this company ambao unaitumia kwa services nyingi, unapeleka hela nyingi huko? You can earn money from it. Buy their shares. Look, lakini pia you can invest in government bonds. Naenda kidogo haraka kwa sababu time imenitupa mkono, lakini we'll get time kuuliza maswali. In all these areas, kama una maswali yako ulikuwa nayo na yatakuja, write them down. We'll answer them. Okay? Also you can invest in bonds. Yani tunazijua zaidi hizi government bonds, sio? So you can invest kwenye bonds za kiserikali,
kuna bonds za mashirika mengine au corporate bonds, banks waga zinatoaga bonds. Kuna Islamic bonds inaitwa sukuk, you can invest as a Muslim. Kwa ziko nyingi ambazo unaweza kainvest, na bonds unaweza kuzitumia kama collateral security, na ni one of the securities ambazo banks wanazikubali haraka sana. Yani kama you have a bond, una uwezo kupata hela in a very very short period of time, kwa sababu to the bank, yani ile ni sure, yani return anaipata, utaisumbua kwa sababu zile interest zinaingia straight kwenye account ya benki yako. Kwa hana hata haja kukupigia simu, zinaingia tu, anazichukua mapema kabisa. Kwa yani anakubali bond yako kama collateral haraka sana. So you can invest in bonds, alafu ukitaka pesa unaweza kaitumia kama collateral security kuliko kutumia other securities ambazo saa nyingine zinakuwa zina milolongo mirefu sana. So tuna bonds nyingi, tuna bonds aina 7, tuna zile za serikali. Sasa kuna bond ya miaka 2, 5, 7, 10, 15, 20 na 25. So jana kulikuwa kuna mnada wa bond. Najua hamwezi kusoma kirahisi, labda wenye screen huko kama ziko wanaweza wakaona kidogo, lakini ilikuwa ni bond ya miaka 25. Serikali walikuwa wanataka 216 billion na vipoint kidogo. Kwa hiyo mnada ulivyofanyika, wakati unanunua zile bonds unanunua kwenye auction. Kwa una bid, utaweka bei yako unaotaka wewe kununulia. Kwa hiyo unaweza kununua at a discount, yani less than 100%, au unaweza kununua at a premium which is more than 100%, au kununua at par. Maana yake ni if you bid at a discount alafu ukawa successful, it means you give the government less than the value atakaokupa. So mfano kama nataka kununua bond ya 100 million nikabid at 95, maana yake ni if I'm successful, lakini I'll give the government 95 million, ila wao watanipa bond ya 100 million and they'll give me interest based on 100 million. So straight away nime earn 5% from just that, yani auction, na kuwa successful na ile auction. That's it. Haraka nimetengeneza 5% in a day, wakati UTT utatengeneza in 12 months 12%, sio? Alafu wataendelea kukupa interest kila miezi 6, na interest kwenye hii bond ni 12.56. Okay? Hiyo ndio interest ambao wanaitoa. Kwa hiyo watakuwa wanakulipa interest kila miezi 6. If I bid at a premium, maana yake labda nimebid at 105, nitaipa serikali 105, lakini watanipa bond ya milioni 100. So nimewapa 5 million extra, sio? So utajiambia kwa nini mimi niwape 5 million extra? Sometimes you have to do because of the market yenyewe. Kama demand ni kubwa, watu wanabid sana, kwa sababu serikali waga wanaanzia zile zenye asilimia kubwa, wanashuka mpaka watakapofika watachora mstari. Kwa hii ya jana, the minimum successful price was 90. Kwa kuna mtu alibid at 90.001 na akawa successful, meaning kwamba alitoa milioni 90 kama alikuwa na bid 100, akapewa bond ya milioni 100. Kwa katengeneza 10 million straight away from that bid na kuwa successful na hiyo bid straight away. Now where did you take your 100 million ambao unayo? So you can invest here pia. Alafu anaendelea kupata interest kila miezi 6. Alafu mwisho wa muda serikali pia bado itamrudishia 100 million wakati alitoa 90. So that's the power of easy investment. Now kuna wakati zinakuaga zinauzwa at a premium, sawa? So maswali kwenye bonds pia atakuja baadaye because of time. You can invest in real estate. Najua wengi wamenyoosha hapa kuhusiana na real estate. Na real estate is very wide. You can start as low as just buying farms ambazo haziko surveyed, ukasurvey and then ukauza. Try and do that process uone inaendaje. Okay, ili uweze kujifunza. I know sio rahisi, lakini you can do that. Okay? Kwa sababu zamani Sinza, mimi najua kidogo kwa Dar es Salaam, Sinza watu walikuwa wapataki. Ilikuwa ni pori. Kwa wale ambao kidogo wana umri mkubwa watakuwa wanajua. Mzee wangu mimi alinunua kiwanja Mikocheni, alikuwa hawezi kufika pale. Basi linamshusha Mwananyamala hospitali, anatembea. Mimi nakumbuka tulivyohamia Mikocheni 1994, barabara zilikuwa ni issue. Kwa hiyo sasa hivi alinunua kiwanja shilingi 1500 mwaka 1982.
na hiyo hela alikopa. So you can borrow to invest. Aliborrow to invest. Nikamuuliza baba, kwa nini kununua viwanja viwili? Akaniambia hela yenyewe nimekopa. Nimenunua kiwanja natafuta sasa nijenge. Sasa ananiambia niwaze kununua kiwanja cha pili. Yaani hata sikuwa na hiyo akili. So the value appreciation ya land inaweza ikakufikisha mbali. You can rent out spare rooms, you can do Airbnb, especially kama unataka kufanya kibiashara. Kuna quote inasema, don't wait to buy land. Buy land and wait. Don't wait to buy land. Buy it and then wait. But also you can invest in your children. Mtoto, unajua mara nyingi sisi tunapenda kumpeleka shule ambazo zina gharama kubwa hivyo, kwa sababu pia kila mtu anampeleka kwenye hizo shule sasa hivi. So especially wamama waga mnapendaga watoto yani waende kwenye shule nzuri. Now, shule nzuri yes zinasaidia, lakini sio guarantee pia, sio? Anaweza akasoma shule nzuri alafu bado, especially kama unataka baki hapa nchini, lakini zinasaidia pia kwenye level zake. But imagine kama scale down kidogo shule unampeleka, alafu the remainder, the difference in ada uka-invest for them. After some time atakuwa mbali sana, sio? And then you invest in the financial knowledge ambayo anaipata. Mimi nafanyaga sessions inaitwa Let's Talk Finance. Ndio maana wengine wanajua kama Let's Talk Finance. Ya mwisho tulifanya tarehe 8 mwezi wa 8. The next one tunaifanya December 9th. Karibuni sana Dar es Salaam. Na kuna wamama wanakujaga na watoto wao. Dada Jane alikuja na mtoto wake wa miaka 10. Na yule mtoto kuna vitu ameanza kugrasp just by being around hiyo community. Na presenters wakimwona mtoto wanakuwa yani, kwa sababu najua mtu kama mimi natamani ningekuwa na hii knowledge wakati niko mdogo sana. So nikimwona mtoto mdogo anakuja, mimi I'm excited, I'm willing to talk to them, guide them ikiwezekana, kwa sababu yani na imagine na mimi ningeipata at that time. So you can invest in them, especially kwenye hizi extra knowledge na sio tu zile za shule. Na hapa mzazi unahitaji kufanya kazi sana, kwa sababu mtoto anaangalia sana, ana observe zaidi. Kwa pamoja hapo Na mimi nasemaga unahitaji kufocus sana kwenye hizi knowledge mbili. Knowledge ya faith, kwa sababu changamoto tuna watu wengi ambao integrity is a problem. Na integrity ikishakuwa a problem, you will never, yani unaweza ukaonekana una financial success lakini it can just go in an instant, just like that. Lakini kama tukiwa tuna watu wengi ambao wana hofu ya Mungu, then tutakuwa na a better nation, na pia tutasucceed as a nation, as a family, as a society, as a community, we will reach very far. Na ya pili ni ya finance. Ya pili ya finance. Ndio maana watu tumesoma lakini tuna struggle financially, kwa sababu we have never been taught about how money works. Ndio maana kama kuna watu wa serikali hapa, serikali inahitaji kufanya kazi kubwa sana kupenetrate this knowledge kwenye mashule, okay? Lakini itakusaidia kusmoothen that wealth transfer, kwa sababu watoto wanakuwa wanajua. Kama you don't teach them, hawana hiyo knowledge, ukiwaachia mali wanazitapanya zote. Sasa what a shame, umepambana, umehangaika, you are working, siku nyingine ulali, saa nyingine hadi unaumwa, kwa sababu you are working hard to build a better financial future, and then it goes in an instant when you're not here. Okay? Sawa, naambiwa about time. So the best gift you can give your children is your time. So invest in their time. So now naomba ni brush through haraka nimalize slides ziko chache tu. So you have to protect your finances, make sure you're investing well. Diversify your investment, usiende tu sehemu moja. Diversify ili uhakikishe kwamba hata ikitokea any setback you are still okay. Alafu pata financial advice, attend events mbalimbali ambazo zinaendelea kukufundisha. Tuna watu wa insurance hapo, insure. We don't have house insurances, lakini house insurance is very cheap. Very cheap. Utajishangaa hapo, unaweza kukuta insurance yako ni laki tu au laki na nusu. That's it kwa mwaka. Lakini we don't have insurance. Tuna ya gari tu kwa sababu traffic atatusimamisha. Fine tu tunazolipa kwenye insurance ya gari zinatosha kulipa insurance ya nyumba. And involve your family kwenye your finances ili wasije wakazitapanya baadaye. I'm going to leave you with this formula ikusaidie when you are trying to invest. When you have a lump sum unataka kuinvest, you can make a decision using this formula.
kwa sababu najua hapa tuko watu ambao tuna umri tofauti tofauti. Now, mstaafu au mtu mwenye umri mkubwa hashauriwi kuinvest kwenye vitu ambavyo ni risky. At least not all of of their money. Sorry. So you can use that amount. You can write in your on your notepad. Chukua 100, toa your age, you will get a number X. Your age is the percentage that you need to be investing. Ile kama una investment amount unataka kuiwekeza, labda umefanya zile percentages, umekuta na milioni 1 nataka kuiwekeza. So your age will be the percentage you need to invest somewhere safe. UTT, bonds, hakuna shida. So if you're 60, kama ni milioni 1, you will take 600,000 utaweka bonds au utaweka UTT, utabaki na 400,000, unaweza ukaenda ukalima matikiti au ukafuga kuku au ukanunua bodaboda. That's okay. Ile 400,000, 600,000 ipo UTT au kwenye bonds. Hata ile 400,000 ikipotea, kuna 600,000 inaendelea kukuhudumia. If you are 30, taking 100% of your money ukaweka sehemu safe, then haitakusaidia sana. Ukiwa young you can risk, kwa sababu hata ukilose you can recover, lakini you can gain. Niliongelea hapo kidogo hisa. Mimi niligundua hisa zangu zimedouble ndani ya mwaka na nusu. It will take me 6 years to double my money UTT, lakini it took 1.5 years to double my investment kwenye hisa. Kidogo tu, lakini ili double. So use this formula ikusaidie kwenye investment. I'll leave you with some tools. One, read these books. The Smart Money Woman. Na kuna series yake kwenye Netflix. Na ukienda Netflix, what do you watch? Watch things that will build you. Another book ambayo I recommend, The Richest Man in Babylon. Read that. Itakusaidia. Lakini vile vile, there are apps you can use. Hizi apps mbili zitakusaidia kutrack your finances. Moja inaitwa Money Lover, hii ya kulia inaitwa Wallet. Jina lake alipo hapo lakini inaitwa Wallet. You can use that to track your finances. Okay, your expenses actually. Lakini pia you can have these two tools pia. Ukienda kwenye Google Play Store au App Store, unaweza download what we call a SIP calculator. Umeona zile nilikuwa nakuonyesha bilioni 1 sijui miaka 10, 20, 30, that's the SIP calculator. Ina rangi kama hii, systematic investment plan hiyo. Okay? Kwa hiyo you can have that app ili uweze kufanya your projections. Lakini pia kuna site inaitwa the calculator site. Pale unaweza kufanya mahesabu kidogo ya compounding. Because of time sitaingia hapo. So in concluding, all you need to do is to start and take that one step ahead. Wafaransa kuna hii story nilisikia, Wafaransa walirule sana huko Algeria kule jangwani. Sasa watu walikuwa na travel kwenye ile jangwa, na kwa sababu ni jangwa uoni sehemu yoyote, watu wengi walikuwa wanakufa huko njiani. Kwa Wafaransa walichokifanya, wakaweka mapipa yale ya oil wakaweka, na yale mapipa waliyaweka kilomita, yani yanapishana kilomita 5 kwa sababu kutokana na jinsi dunia ilivyo curve, horizon ziko kama zinapishana kilomita 5. Kwamba nikiwa hapa naweza kuona kilomita 5, baada ya kilomita 5 sioni kwa sababu inakuwa ime curve. Kwa waliyaweka kilomita 5 apart, na ili mtu aweze ku go through the trail, at any one point anaona mapipa mawili tu, analiona lile pipa alilopo na pipa lile ambalo ni next. Kwa the only thing they have to do is to get to that next pipa. That's it. As an approach ile pipa, ili la nyuma linazidi kuwa dogo, wakati lile kule linakuwa kubwa, linaonekana zaidi. Akifika kwenye ile pipa ndo anaona the next. So hata wewe kwenye your financial plans, your goals, start working. Go for that next goal. After you tick it, litakuja jingine. Just start small and keep on doing. But you have to start now. Think big, but start small. Work from a budget. Usiende tu randomly, utapoteza pesa. Tumefundishana to pay yourself first. Lakini just know, kuna times you win, kuna times you will learn. Never take it kwamba nimepoteza. No, umejifunza. Kwa kuna times utawin, kuna times utajifunza. Lakini pia prepare the next generation. No matter your age, prepare the next generation. But also never ever forget to pray, because sio vitu virahisi.
Kwa hiyo tunahitaji nguvu na neema ya Mungu iweze kutusaidia. Kwa kusema hayo, nawashukuru sana. Naitwa Edmund Munyagi, nimefurahi kuwa na nyie. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Home of Positive Vibes.